Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani NACTVET, liliratibu udahili wa wanafunzi kwa ngazi ya astashahada na stashahada kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kuanzia tarehe 28 Mei 2025, na zoezi la udahili lilikamilika tarehe 28 Oktoba 2025. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuzungumzia ni kuhusu udahili wa wanafunzi wa kozi za afya na sayansi shirikishi. Maombi kwa kozi za afya na sayansi shirikishi kwa Tanzania bara yalifanyika kupitia mfumo wa udahili wa pamoja, yani tunaoita CAS, Central Admission System, na kwa upande wa Zanzibar maombi yalifanyika moja kwa moja vyuoni. Hizi ni kama nilivyosema ni kozi za afya na sayansi shirikishi. Tulikuwa na jumla ya waombaji 49,148 ambao walituma maombi ya kujiunga na vyuo katika programu mbalimbali. Kati ya hao waombaji 39,553 sawa na 80% ya waombaji wote walichaguliwa, ambapo kati yao wanawake ni 20,131 sawa na 51%, na wanaume ni 19,422 sawa na 49%. Jambo la pili ni uhakiki wa udahili wa waombaji wa kozi zisizo na afya. Waombaji hawa wanaomba moja kwa moja kwenye vyuo husika. Kwa hiyo maombi kwa kozi zisizo za afya yalitumwa moja kwa moja vyuoni, na kisha vyuo kuwasilisha majina ya wanafunzi waliochaguliwa kwetu baraza, yani NACTVET, kwa ajili ya kufanyiwa uhakiki ikiwemo sifa za waliochaguliwa. Jumla ya wanafunzi 108,109 walichaguliwa na vyuo waliwasilishwa NACTVET kwa uhakiki wa sifa zao, ambao kati yao 106,022 sawa na 98% ya waliowasilishwa walikuwa na sifa za kujiunga na kozi au program walizoomba. Kwa hiyo utaona hapo ni kama 2% waliwasilishwa lakini wakiwa hawana sifa. Mambo muhimu ya kuzingatia kwa vyuo na wanafunzi waliodahiliwa kwa mwaka wa masomo 2025-2026 na wale wanaoendelea na masomo. Kwa vyuo, mambo muhimu ya kuzingatia: tunasisitiza vyuo kuwasajili wanafunzi wote waliochaguliwa na kufika vyuoni ndani ya muda uliopangwa. Tuna kalenda yetu ambayo inafahamika, ambayo kwa usajili sasa, kutokana na hizi tarehe za kufungua, usajili huu unatakiwa ufanyike kuanzia tarehe 17 Novemba 2025, mwisho ni tarehe 12 Disemba 2025. Kwa tunasisitiza vyuo kufuata kalenda hiyo. Lakini tunasisitiza vyuo kutopokea wanafunzi ambao hawakuchaguliwa kwenye vyuo husika. Tafadhali vyuo visipokee wanafunzi ambao hawakuchaguliwa. Muache mwanafunzi aende kwenye chuo ambacho alichaguliwa. Lakini jambo la tatu la kusisitiza kwa vyuo kutosajili mwanafunzi ambaye hajafika chuoni. Usajili unamaanisha kwamba mwanafunzi amefika na vielelezo vinavyotakiwa chuoni na amefuata taratibu zinazotakiwa za usajili, ndipo anasajiliwa. Mwanafunzi hasajiliwi akiwa nyumbani. Kwa hilo nalo tunasisitiza. Kwa wanafunzi tunasisitiza yafuatayo: wanatakiwa kuwasili katika vyuo walivyochaguliwa na kujisajili ndani ya muda uliopangwa huo ambao unaisha tarehe 12 Desemba 2025. Lakini baada ya wanafunzi kusajiliwa, yani kila mwanafunzi kusajiliwa na chuo chake, tunasisitiza aingie katika tovuti ya NACTVET. Tovuti yetu ni www.nactvet.go.tz kuthibitisha usajili wake na kuhakiki taarifa zake kwa kubofya link
inayosomeka Students Information Verification. Tunasisitiza sana hili. Mwanafunzi ili usajili wake uwe umekamilika atajiona taarifa zake zikiwa kwenye mfumo wetu kwa kupitia website niliyotaja. Sasa iwapo mwanafunzi atathibitisha kutokuwepo taarifa zake au taarifa zake kutokuwa sahihi, atoe taarifa chuoni kwake mara moja. Lakini tunapenda pia atoe taarifa kwetu sisi baraza NACTVET kwa kutumia mawasiliano ya baraza ambayo ni kama ifuatavyo. Tuna namba ya bure ambayo unaweza kupiga 0800110388. Narudia 0800110388. Lakini unaweza kuwasiliana nasi kwa kupitia namba ya WhatsApp ambayo ni 0736310311. Namba yetu ya WhatsApp 0736310311. Lakini pia unatupata kwa kutumia barua pepe info@nactvet.go.tz, info@nactvet.go.tz. Lakini pia kwa kupitia mitandao yetu ya kijamii ya baraza, Facebook, Twitter na Instagram pia tunapatikana, na ukituma ujumbe wako huko tutaufanyia kazi.